Leo tutaangalia kuhusu sentensi ya Kiswahili, alafu tuangalie kuhusu aina za sentensi, alafu baada ya hapo tuone kama tutatoa zoezi, tuone kama tunaweza kuelewana. Kwa hiyo aina za sentensi ndio mada yetu ya leo. Na kabla hatujaangalia kuhusu aina za sentensi, kitu cha kwanza ambacho tunastahili tuangalie ni sentensi yenyewe. Sentensi ni nini? Hii sentensi ni nini? Ndio hapa juu tumekuandikia. Tunasema sentensi ni fungu la maneno lenye maana kamili. Sentensi ni fungu la maneno lenye maana kamili. Hii ina maana kwamba fungu lolote la maneno ambalo halina maana kamili haliwezi kuwa sentensi. Kwa hiyo sentensi ni fungu la maneno lenye maana kamili. Kwa hiyo tukipata fungu la maneno mahali lakini halina maana, haliwezi kuwa sentensi. Sharti liwe na maana ndiyo liweze kuitwa sentensi. Hiyo ndio maana kamili ya sentensi. Tuangalie aina za sentensi. Aina za sentensi. Kuna aina ngapi za sentensi? Tuna aina 3 za sentensi. Aina ya kwanza ni sentensi sahili. Aina ya pili ni sentensi ambatano, na aina ya 3 ni sentensi changamano. Hizo ndizo aina 3 za sentensi katika lugha ya Kiswahili. Tuangalie aina ya kwanza ya sentensi. Sentensi sahili. Sentensi sahili. Sentensi sahili ni sentensi ya aina gani? Sentensi sahili ni sentensi ambayo ina wazo moja. Sentensi sahili, sentensi hii tunayozungumzia hapa ni sentensi ambayo ina wazo moja. Tuna maana gani tukisema hivi? Tuna maana kwamba ukipata sentensi yoyote ambayo haina wazo moja haiwezi kuwa sentensi sahili. Ili sentensi iitwe sentensi sahili, ni lazima sentensi hiyo iwe ina wazo moja. Au sentensi hiyo lazima iwe ina tukio moja. Sentensi hiyo itakuwa ni sentensi sahili. Kwa mfano, kuna mifano mbalimbali ya sentensi sahili. Tunaweza tukaandika baadhi ya mifano ambayo ni ya sentensi sahili. Mfano wa kwanza wa sentensi sahili, tunaweza tukasema huo ni mfano wa kwanza wa sentensi sahili. Na hii ni sentensi ya neno ya kitenzi kimoja. Sentensi sahili, huo ni mfano wa sentensi sahili. Analima. Ukisema analima, hiyo ni sentensi kamili na ni sentensi sahili. Mfano wa pili, mtoto anacheza mpira uwanjani. Mtoto anacheza mpira uwanjani. Huo ni mfano mwingine wa sentensi sahili. Huo ni mfano mwingine wa sentensi sahili. Na kuna mifano mingi tunaweza tukatoa ya sentensi sahili, lakini hii ni baadhi ya mifano ambayo tumeweza kuitoa. Nikupe mfano wa 3. Nikupe mfano wa 3. Mama amepika chakula kitamu. Mama amepika chakula kitamu. Kwa hiyo huo ni mfano wa 3 wa sentensi sahili. Narudia, tumesema sentensi sahili ni ile sentensi ambayo ina wazo moja. Ni ile sentensi ambayo ina wazo moja. Au ni ile sentensi ambayo ina tukio moja.
Kwa mfano ukiangalia katika sentensi hizi ambazo tumezitoa hapa katika mifano yetu, utapata sentensi zote hizi tatu zina wazo moja moja kama unavyoziona. Tuangalie aina ya pili ya sentensi, na aina hii ni sentensi ambatano. Aina ya pili ni sentensi ambatano. Sentensi ambatano ni sentensi gani? Sentensi ambatano ni sentensi inayoundwa kwa sentensi sahili mbili. Ni sentensi ambayo imeundwa kwa sentensi sahili mbili, na sentensi sahili mbili hizi zikaunganishwa na kiunganishi. Sentensi ambatano ni sentensi sahili mbili zilizounganishwa kwa kiunganishi. Kwa hiyo ukipata sentensi mbili zimeunganishwa kwa kiunganishi, hiyo inaitwa sentensi ambatano. Ukipata sentensi sahili mbili ambazo zimeunganishwa kwa kiunganishi, basi sentensi hiyo itaitwa sentensi ambatano. Au hapa tuna maana gani? Hapa tuna maana kwamba sentensi ambatano ni sentensi sahili mbili ambazo zimeambatanishwa. Kwa maana likatumika jina ambatano. Ni sentensi sahili mbili ambazo zimeambatanishwa, na zimeambatanishwa kwa kutumia kiunganishi. Kwa maana tukasema sentensi ambatano ni sentensi sahili mbili zilizoundwa ama zilizounganishwa na kiunganishi. Tupate mifano ya sentensi ambatano. Tupate mifano ya sentensi ambatano. Mfano wa kwanza ambao tunaweza tukautoa kwa sentensi ambatano ni kama ifuatavyo. Huo ni mfano mzuri tu wa sentensi ambatano. Baba analima na mama anapika. Baba analima na mama anapika. Kwa hiyo ukiangalia sentensi hii kwa makini utaona kwamba hapa kuna sentensi mbili. Sentensi ya kwanza ni baba analima. Sentensi ya pili ni mama anapika. Lakini sentensi mbili hizi zikaunganishwa kwa kutumia kiunganishi ambacho ni na. Huo ni mfano wa sentensi ambatano. Mfano wa pili wa sentensi ambatano. Hapa tuna mfano wa pili wa sentensi ambatano. Mwalimu amesimama ilhali wanafunzi wameketi. Mwalimu amesimama ilhali wanafunzi wameketi. Mwalimu amesimama, hiyo ni sentensi sahihi. Wanafunzi wameketi, hiyo ni sentensi sahihi. Katikati ya sentensi sahihi mbili hizi kuna kiunganishi ambacho ni ilhali. Kwa hiyo hii ni baadhi ya mifano ya sentensi ambatano. Kwa hiyo tumesema kwamba sentensi sahihi ni ile sentensi ambayo imeundwa kwa sentensi ambatano ni ile sentensi ambayo imeundwa kwa sentensi sahili mbili zilizounganishwa kwa kiunganishi. Natumai tuko pamoja hapo. Ya tatu ya sentensi ni sentensi changamano. Sentensi changamano ni sentensi gani? Sentensi changamano ni sentensi ambayo imeundwa kwa kutumia vishazi. Vishazi hivi ni kishazi tegemezi na kishazi
huru. Kwa hiyo sentensi ambayo imeundwa kwa kishazi tegemezi na kishazi huru, hiyo inaitwa ni sentensi changamano. Kishazi ni nini? Kishazi ni nini? Kishazi ni sehemu ya sentensi ambayo ina kitenzi. Kishazi kwa jumla ni sehemu ya sentensi ambayo ina kitenzi. Na sehemu hii ya sentensi yenye kitenzi kama inajitosheleza kimaana, yaani inaweza ikasimama kama sentensi kamili, inaitwa kishazi huru. Na kama sehemu hii ya sentensi yenye kitenzi haijitoshelezi kimaana na haiwezi kusimama kama sentensi kamili mpaka iongezewe maneno mengine, mpaka iongezewe kishazi kingine, basi sehemu hii ya sentensi yenye kitenzi inaitwa kishazi tegemezi. Sijui kama tunaelewana. Kishazi huru na kishazi tegemezi. Kwa hiyo tunasema sentensi changamano ni ile sentensi ambayo ina vishazi tegemezi na vishazi huru. Utajuaje hiki ni kishazi? Utajua hiki ni kishazi unapoona kuna ya o rejeshi, matumizi ya kirejeshi amba. Ukiona matumizi ya hivi vitu viwili, ujue hapo kuna o rejeshi au kirejeshi amba, hicho huwa ni kishazi tegemezi. Tuangalie mifano ya sentensi changamano. Huo ni mfano wa kwanza. Mtoto aliyekuja ana heshima. Mtoto aliyekuja ana heshima. Mtoto aliyekuja ana heshima. Sentensi hii imeundwa kwa vishazi. Kuna kishazi tegemezi hapa na kuna kishazi huru. Kishazi tegemezi ni mtoto aliyekuja, na kishazi huru ni ana heshima. Kwa nini hiki ni kishazi tegemezi? Kwa sababu hakijitoshelezi, sehemu hii haijitoshelezi kimaana kama sentensi kamili, mpaka uongeze maneno mbele ndio sehemu hii itosheleze kimaana. Kwa hiyo hiki ni kishazi tegemezi. Sehemu hii inaitwa kishazi huru. Kwa nini? Kwa sababu inajitosheleza kimaana na inaweza kusimama kama sentensi kamili. Kwa hiyo huu ni mfano wa sentensi changamano. Kwa hiyo tumesema sentensi changamano inaweza ikawa na o rejeshi, na vile vile sentensi changamano inaweza ikawa na kirejeshi. Hapa tuangalie mfano wa pili. Mfano wa pili, mwalimu ambaye amefunza ni mgeni. Mwalimu ambaye amefunza ni mgeni. Ama tuseme mwalimu ambaye amefunza amekuja leo. Huu ni mfano wa pili wa sentensi changamano, na katika mfano huu utaona kuna kishazi tegemezi na kishazi huru. Kishazi tegemezi ni mwalimu ambaye amefunza. Hicho ni kishazi tegemezi. Alafu amekuja leo ni kishazi huru. Amekuja leo ni kishazi huru. Kwa hiyo hiyo ndiyo sentensi changamano. Narudia,
ama naendelea kukariri nikisema kwamba sentensi changamano ni sentensi ambayo ina vishazi, kishazi tegemezi na kishazi huru. Kwa hiyo ukiona kuna vishazi katika sentensi, ujue hii ni sentensi changamano. Tutaishia hapa, na ningependa kuwakumbusha kwamba usisahau kusubscribe hapo chini ili uendelee kupata mafunzo mbalimbali katika lugha ya Kiswahili. Usisahau kusubscribe.